alhamdulillah kama wameshaharibu mimba tunaangalia mimba ilikuwa mwezi ngapi. Kama ilikuwa hajafika mwezi minne mimba sala ataendelea. Ile kama mwanamke ana mimba mwezi wa kwanza au pili wa tatu hajafika mwezi minne mimba imeharibika sala tasali tu. Hii haitwi nifasi. Inaitwa damu ya infection tu. Sala haizuii wala somo hii. Umeelewa vizuri? Lakini damu nifasi, sheria inatambua nifasi baada mtoto ushafika siku 120 ambayo ni mwezi minne. Kama kuja hadithi Mtume صلى الله عليه anasema mmoja wenu itakuwa yani tone yani mudqa nutfa kama mate hivi mani au nini siku 40, kisha itakuwa damu meganda siku 40 80, kisha itakuwa nyama alafu Allah amtengenezea mifupa. Ya 40 mara 3 siku 120. 120 maana yake mtoto tumbo ya mama ishakamilika mwili. Mtume anasema hapa Mungu anamtuma malaika anampuliza roho na anaandika ataishi umri ngapi, atakufa lini, itakuwa riziki yake riziki gani, yani mfano anakunywa lita ngapi au tani ngapi maji na tone ngapi anakula chakula. Wote Allah amepanga, siku ile amepanga. Huwezi kuvuka riziki yako. Kisha ameandika huyu siku atakufa na ataandika atakuwa mtu mwema au mtu mbaya. Siku 4, yani kitu 4 anaandika. Hawa baada kufika mwezi minne tayari mtoto huyu mtoto ni binadamu na roho. Ni hamna tofauti wewe na yeye. Kama wewe riziki yako lakini umepanga Allah huyu mambo yake yote amepanga. Siku yeye bado hajatoka duniani. Kabisa. Mbona vizuri? Kama mtoto baada mwezi minne meharibu mama nyimba. Mwezi minne mimba, 5, 6, 7, 8 mpaka 9 hii ishaharibika mimba ataka nifasi. Taka nifasi kwa 40 ambayo imekuja hadithi kina mama wengi asilimia nyingi wanakaa siku 40. Lakini kabla mwezi minne sharia haitambui. Bado hakuna maana nifasi maana yake ni Kiarabu. Nifasi neno Kiarabu ni Kiswahili asili yake. Mimi nakwambia Abu Fatma nipe nafasi hapa nikae. Nisogee. Maana yake sogea kidogo. Na mwanamke anaitwa nifasi maana yake alikuwa mtoto ndani ya tumbo ametoka amepata nafasi. Yani ile mzigo kwake umetoka. Sasa kabla hajapata hajapuliza roho sio mtoto. Ni kipande wa nyama tu.